Sasa twende Dodoma. Ndio. Utachagua tuende kwa SGR au ATCL. Lakini tunaenda Dodoma kwenda kuangazia mchango wa chama cha wafugaji katika sekta ya mifugo Tanzania, na tayari mgeni Mrida Mshota, mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania CCWT, ameitikia wito, sehemu ambayo timu Baragumu kutoka upande wa Dodoma walikuwa wametayarisha kwa ajili ya mahojiano. Na sasa moja kwa moja karibu tujiunge na mtangazaji Roda Simba akifanya mahojiano haya. Karibu Roda Simba kutoka Dodoma. Asante sana Emmanuel Mwakapotela kutoka hapo katika studio zetu zilizopo jijini Dar es Salaam, na hapa ni Dodoma, na hali ya hewa leo ni nzuri kabisa, ikiwa na ni siku nzuri ya Alhamisi ya tarehe 10 Aprili. Leo na kwenda kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania Bwana Mrida Mshota. Mimi ni Roda Simba mtazamaji, na tutakwenda mimi na wewe mpaka pale tutakapokamilisha mazungumzo haya. Na mada yetu kwa siku ya leo tunaenda kuzungumzia mchango wa chama cha wafugaji katika sekta ya mifugo na katika kipindi cha miaka hii minne ya serikali ya awamu ya 6. Mwenyekiti, habari za asubuhi? Nzuri kabisa. Hongera kwa majukumu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tumepata mvua kubwa sana kule Mara. Mwenyekiti, kwa kuanza kabisa, hebu tuelezee nini kilikuwa kichocheo hasa cha kuanzisha chama hiki cha wafugaji Tanzania? Kitu kikubwa kilichosababisha tukaanzisha chama cha wafugaji Tanzania ni kwamba wafugaji tulikuwa hatuna chama. Ikafika mahala mambo mengi yakaibuka. Hasa ukiangalia mambo ya operation Tokomeza, serikali inaelekeza kwamba jeshi la wanyamapori, mwendeni mkakamate majangili, wanaenda kukamata wafugaji na kunyang'anya mali zao. Sasa tukaona sasa ni muda mwafaka tuanzishe chama cha wafugaji kwa ajili ya kuwaunganisha wafugaji wote ili tuwe na sauti ya pamoja. Na kwa kweli tumefanya kazi kubwa, na ukiangalia kwa ndani ya miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweza kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunasimamia wafugaji wetu waweze kufuga kisasa, wafugaji waache migogoro kati ya wafugaji na wakulima, wafugaji wasiingize mifugo kwenye hifadhi za taifa. Na ukiangalia sasa hivi hatuna kesi kati ya wafugaji na watu wa mali asili. Hatuna kesi sisi na wakulima kwa sasa. Hii ni mchango mkubwa ambao umetolewa na chama cha wafugaji, na ukizingatia wafugaji wengi sisi tulichelewa kwenda shule. Lakini kutokana na kuwepo kwa chama hiki sasa tumeweza kufika maeneo mengi ya wafugaji na kutoa elimu, na hasa kufuga ufugaji wa kisasa. Kuliko zamani mtu alikuwa anafuga ng'ombe 2000, ng'ombe wadogo wadogo tu wana kilo 100. Lakini leo mtu anaamua kufuga ng'ombe 20 ambaye ng'ombe moja ana thamani ya milioni 30. Na kuacha kuharibu hata mazingira. Ni jambo kubwa ambalo tumetoa elimu kwa wafugaji. Wafugaji walikuwa hawajui hata kufuga ng'ombe wa maziwa. Hawajui kwamba hata ng'ombe moja anaweza kutoa lita 30. Lakini leo wafugaji wanajua. Wafugaji wengi wamejielekeza kuanzisha viwanda. Ukiangalia kule Kagera kuna Kahama Fresh na zaidi ya ng'ombe 6000 wa maziwa. Na sisi tunaanza tayari kutoa elimu kwa wafugaji kwamba ukiwa na ng'ombe wa maziwa ni uchumi mkubwa kuliko kutegemea ng'ombe unazalisha ndama ndani ya miaka 6 unauza shilingi 400,000. Leo mfugaji anazalisha ndama ndani ya mwaka 1.5 anauza milioni 5, milioni 6. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa tuliyofanya kwenye chama cha wafugaji. Asante. Mwenyekiti, hebu tuelezee, unadhani sera na sheria za serikali zinawasaidia vipi nyinyi wafugaji? Sera zinatusaidia sana kwa sababu ukiangalia kwa mwaka huu sasa wafugaji tunakwenda kupata chanjo ya mifugo kitaifa. Hiyo ni sera ya serikali ambayo sasa mwaka jana serikali ilipitisha kiasi cha shilingi bilioni 28 kwa ajili ya kwenda kutoa chanjo. Tulikuwa hatujawahi kupata chanjo ya mifugo kitaifa, lakini sasa kwa mwaka huu tunakwenda kupata chanjo ya mifugo kitaifa ambayo sasa hiyo sera inaweza kutusaidia kwenda kuuza hata mazao yatokanayo na mifugo kwenye mataifa makubwa ya nje. Ukiangalia tulikuwa hatuwezi kuuza nyama kwenye bara la Ulaya. Soko letu kubwa sasa ilikuwa ni nchi za Falme za Kiarabu, lakini sasa leo dunia inakwenda kufunguka. Tumepata fedha za kutosha kwa ajili ya kwenda kutoa chanjo, kwa ajili ya kwenda kuweka ng'ombe tagi ili ile mifugo yetu itambuliwe tuweze kuingia kwenye masoko makubwa. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo imefanywa na serikali, na sera zake lazima tunazingatia vizuri sana. Asante. Mwenyekiti, kama chama mnatoa elimu gani kwa wafugaji kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Hapa tunazungumzia masuala ya malisho.
Ndugu mwandishi wa habari, hata ukiangalia juzi kama mwezi mmoja uliopita tumeingia mkataba mkubwa na kampuni kubwa ya TAFE ya Mohamed Enterprises kwa ajili sasa wafugaji wakanunue matrekta waende wazalishe malisho ya mifugo. Na ukiangalia hata wizara yetu tumekuwa na ushirikiano mkubwa, na hata baada ya Dr. Kijaji kuwa waziri wetu wa mifugo amefanya mikutano mikubwa miwili na wafugaji kwa ajili ya kutoa elimu kwa wafugaji. Kwanza wafugaji wafuge ufugaji wa kisasa, wafugaji wazalisha malisho, wafugaji wapimie mashamba yao. Na hata ukiangalia juzi Mheshimiwa Rais amezindua ile programu ya Wizara ya Ardhi kwa ajili ya maeneo. Hii ndio sasa inakwenda kutusaidia wafugaji waweze kupimia maeneo yao, wazalishe malisho ili kila mmoja awe na malisho katika eneo lake analolifugia. Na ndugu mwandishi wa habari, nikwambie, wafugaji wa sasa sio wale wa zamani ya miaka ya nyuma. Sasa hivi watu wanajua ng'ombe, watu wanazalisha malisho. Hata ukiangalia kule Morogoro watu wanazalisha malisho sana, ukienda kule Kagera watu wanazalisha malisho, hata Mara kule kwangu tayari sasa hivi wafugaji wameshajua kuanza kuzalisha malisho kwa ajili ya mifugo yao, ili isije ikatokea kiangazi kikali watu wakaua ng'ombe. Hii sasa naona tunakwenda nayo vizuri sana. Tukienda hivi kutakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye uzalishaji wa malisho. Na hata ukiangalia mkurugenzi mkuu wa uzalishaji mkurugenzi mkuu wa malisho Dr. Simwe, kazi inayofanyika ni kubwa. Ukiangalia wamefungua mashamba kule Tabora, wamefungua mashamba kule Lindi, Mtwara kule, wamefungua mashamba kule kanda ya Ziwa. Juzi tulikuwa kule Karambo, tulikuwa kule Mbarali na naibu waziri Alexander Munyeti. Kazi kubwa ni kuwaelekeza wafugaji, sasa tuendeni tukazalisha malisho ya mifugo ili kuacha kutangatanga na mifugo kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, ili kuhakikisha tusipate migogoro ambayo inaweza kujitokeza. Mwenyekiti, asante sana kwa maelezo haya. Turudi kwenye tatizo ambalo naweza nikasema ni tatizo kubwa hasa kwa wafugaji, migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Kama chama mnasaidia vipi kutatua migogoro hii? Chama tumeingilia kati, ndio maana unaona kule Morogoro kuna programu ilizinduliwa, na bahati nzuri Mheshimiwa Rais ndio alizindua. Mfugaji mpende mkulima na mkulima umpende mfugaji. Na sasa ukiangalia sasa hivi hatuna migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Kwa kipindi cha nyuma ulikuwa baada ya wiki moja unasikia watu wanauana, watu wanachinjana, watu wanafanyaje. Na kuambia sasa hiyo imeshakuwa ni historia, na sisi hatarajia haya mambo kujirudia. Na kitu kikubwa ambacho sisi kwa upande wetu wa chama cha wafugaji tunachokiangalia na kukisimamia ni kuwaelimisha wafugaji waanzishe mashamba ya malisho, lakini wafugaji wamiliki ardhi. Wafugaji walikuwa na hama tu, watu unakuta mtu ana ng'ombe 1000 hana ardhi, lakini leo wafugaji wanamiliki ardhi. Na hii nirudie kusema kwamba hiyo utaratibu sasa wa kwenda kusimamia kupima ardhi ndio itakwenda kuondoa changamoto mbalimbali, na nafikiri hii itakuwa ni mwarobaini. Sasa wafugaji sasa wanakwenda kunufaika na mazao ya mifugo yao. Asante mwenyekiti, turudi kwenye suala la uwekezaji. Kama chama mnachukua hatua gani kuweza kuvutia wawekezaji hapa nchini? Kwa kweli hiyo bado ni changamoto kubwa. Sisi bado tuna changamoto kwa kweli kwenye upande wa uwekezaji. Ukiangalia hata waliowekeza kwenye viwanda vya kuchakata nyama, tuna viwanda kule kanda ya Ziwa, kuna viwanda kadhaa, lakini ukiangalia kule Pwani pia kuna viwanda kadhaa. Lakini changamoto kubwa niliyoiona ni kwamba wawekezaji wetu mitaji bado ni changamoto. Kwa mfano, mtu anamiliki kiwanda kikubwa, amejenga kiwanda cha bilioni 10, anakuambia mji ambaye anahangaika na mifugo yake anataka kukopa mifugo ya mfugaji ndani ya siku 21. Kwa hiyo bado ni changamoto kubwa ambayo serikali inatakiwa iangalie sana. Hao watu wanaokwenda kuwekeza kwenye sekta ya mifugo wapewe mitaji ya kutosha kuhakikisha kununua mifugo kwa wafugaji cash. Hasa mfugaji wa kawaida anahangaika na mifugo yake. Mtu mwenye kiwanda anakuambia ukiingiza ng'ombe, au mfanyabiashara ukiingiza ng'ombe na kulipa ndani ya siku 21. Hasa mimi nachunga ng'ombe wangu miaka 2 alafu naenda kukopesha ng'ombe zangu ndani ya siku 21, ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Mimi nafikiri kutokana na hali hiyo, serikali ikiangalia vizuri kwenye swala la uwekezaji kwa upande wa viwanda, kwa kweli tunaweza tukaperform. Kwa mfano mwezi wa 12 nilipata bahati ya tulifanya ziara ya kiserikali, tumekwenda Ethiopia. Nimefika Ethiopia na tulipata fursa ya kwenda kutembelea kiwanda cha ngozi kule nchini Ethiopia. Wanafanya vizuri sana, na mimi niliwauliza, hizi ngozi mnazozalisha soko lenu kubwa ni wapi? Wakasema soko lao kubwa ni China pamoja na Korea. Sasa mimi nikashindwa kuelewa kwa nini sisi tuna mifugo mingi, tuna malighafi nyingi,
lakini hatuna viwanda vinavyoweza kufanya production kwenye ngozi, na hata kwenye swala la nyama pia bado tuko nyuma zaidi. Hasa mimi nafikiri hili swala sasa ni swala la wizara kuiangalia kwa umakini, kwa sababu sisi kazi yetu ni kufuga ng'ombe tu na kuzalisha, na sisi tumejipanga, tumenunua mbegu bora, na serikali ukiangalia kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mkurugenzi wetu Steven, kwa kweli mbegu za mifugo, hata juzi tumepokea mbegu kutoka Indonesia, na pia tunapokea mbegu kutoka ruzuku kutoka kwenye serikali kuhakikisha kwamba wafugaji wanafuga ufugaji wa kisasa zaidi. Lakini sasa kwenye masoko ni vizuri sasa serikali iangalia masoko ya bidhaa hizi tunazofuga. Na ukiangalia tumeona kule Ethiopia kwenye kiwanda cha ngozi, nimeona watu walioingia jioni shift ya usiku zaidi ya watu 2000 wameingia kufanya kazi. Hao ni waliopata ajira kutoka kwenye sekta ya ngozi. Sasa ukiangalia tukiwekeza kwenye sekta ya ngozi, tukawekeza kwenye sekta kwenye viwanda vya maziwa, tukawekeza kwenye nyama, kwa kweli ajira ya Watanzania itakuwa ni kubwa zaidi. Lakini sasa sisi, wito wangu kwa serikali, naiomba tu iangalie jinsi namna ya kuweza kuisaidia kwenye sekta hii ya mifugo iweze kufanya vizuri zaidi kama sekta zingine. Mwenyekiti, asante sana. Tuzungumzie suala la afya ya mifugo. Kama chama, mnafanya vipi ili kuhakikisha mifugo inakuwa na afya ambayo ni bora? Ndugu mwandishi wa habari, kama nilivyosema, katika kipindi chote tulikuwa hatujaweza kufanya chanjo ya mifugo kitaifa. Kwa maana hiyo sasa tunakwenda kufanya chanjo ya mifugo ili mifugo yetu sasa waweze kuwa na afya njema, na hasa utambuzi. Tulikuwa hatujapata elimu kwenye swala la utambuzi. Lakini baada ya kupata elimu ya kutosha, na mimi nilipotembelea Ethiopia, nikatembelea nchi ya Kenya, ya Uganda, kwa kweli nimejifunza mambo mengi. Wenzetu, ndama yule azaliwa, anaanza kutambuliwa, anawekewa tagi, anapata chanjo zote. Lakini wanawekewa labda kila baada ya miezi 6 yule mfugo anaweza kupata chanjo ili kuweza kuwa na afya bora. Lakini sisi tulikuwa tunafuga tu ndama anazaliwa, yani wewe unachunga tu mpaka ng'ombe ugue ndipo unamdunga sindano. Lakini kwa sasa kwa sababu tunakwenda kutoa chanjo ya mifugo, hiyo ndiyo itakwenda kuwa mwarobaini ya kuhakikisha kwamba mifugo yetu wanakuwa na afya bora. Na ndio maana nilitangulia kusema kwamba sasa nchi inakwenda kufunguka kuweza kupata masoko makubwa ya mifugo yetu, kwa sababu sasa ile mifugo inakwenda kuchanjwa na kupata tagi, na hasa kuangalia afya ya yule mnyama anaimarika kwa kipindi chote kwa wakati wa msimu wa kiangazi na masika. Asante mwenyekiti. Turudi tuzungumzie sasa mafanikio katika kipindi cha miaka hii minne ya serikali ya awamu ya 6. Kama chama cha wafugaji, ni mafanikio yapi ambayo umeyapata katika kipindi hiki cha miaka minne? Ndugu mwandishi, mafanikio tuliyopata katika kipindi hiki cha Dr. Samia Suluhu Hassan, tumepata mafanikio makubwa sana. Ukiangalia kwenye upande wa majosho ya kuogeshea mifugo, ilani ya Chama cha Mapinduzi walisema mwaka 2015 hadi mwaka 2025 Chama cha Mapinduzi kitahakikisha kwamba kimejenga majosho 105 katika maeneo ya wafugaji. Lakini kwa sasa tumeshajengewa majosho 751. Ukiangalia imekwenda zaidi, tumenufaika zaidi ya mara 5. Ukiangalia kwenye mbegu bora za mifugo, zaidi ya madume 560 zimeshasambazwa na kugawiwa kwa wafugaji. Lakini ukiangalia maeneo ya malisho ya mifugo, tayari zaidi ya hekta zaidi ya milioni 3.5 yamepimwa na kubinafsishwa kwa wafugaji kutokana na ile tume ya mawaziri 8 ambao waliweza kutembelea maeneo yaliyopoteza sifa. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika, na sisi kwa upande wa chama tukishirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunaungana kwa pamoja, kwa kweli changamoto kubwa za wafugaji zitakwenda kutatuliwa na kipindi hiki cha awamu ya 4. Na ndio maana unaona zaidi ya shilingi 28 bilioni zimetengwa kwa ajili ya kwenda kuchanja mifugo. Yani mambo tuliyofanywa ni mengi, nikiweza kutaja labda tuongezee muda mpaka saa 6. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika. Lakini ukiangalia elimu, tumejengewa mashule mpaka maeneo ya wafugaji, barabara. Wafugaji walikuwa hata ukitaka kwenda kunyoa unakimbia kwenda mjini, leo mfugaji ananyolewa nyumbani kwake kwa sababu umeme uko pale. Wafugaji walikuwa ukihitaji kupata soda ya baridi mpaka uende mjini. Watoto wa kifugaji, elimu, shule zilikuwa mbali, leo tumeletewa shule mpaka kule vijijini. Na mimi na imani kubwa baada ya miaka 10 ijayo hata vijana wa kifugaji wataweza kupata nafasi mbalimbali katika kwenye uongozi wa serikali na hata kitaifa. Kwa sababu sisi wafugaji tulikuwa tumebaki nyuma sana. Huwezi kuona mtoto wa kifugaji ni mbunge, kama hata waliopo hata kwenye bunge la jamhuri hawezi kufika 10. Labda kama ni wengi 5. Kwa hiyo sasa na sisi wafugaji sasa nchi inakwenda kufunguka kwa sababu tumepata elimu bora, tutakuwa na mifugo bora,
tutakuwa na malisho bora ya mifugo yetu. Kwa kweli Dr. Samia Suluhu Hassan, Mungu amjalie afya njema, na kipindi hiki najua sipigi kampeni atapata kura nyingi sana, kwa sababu kila mahala kazi imefanyika vizuri, hasa kwa upande wetu sisi wafugaji. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa, ndugu mwandishi wa habari, ni kuambie sisi tuko vizuri sana. Mwenyekiti, asante sana. Mwenyekiti maono yake anatamani mtoto wa kifugaji apate nyadhifa mbalimbali, kwa sababu uwezeshaji katika upande wa elimu upo, barabara, miundombinu iko vizuri. Mwenyekiti, chama hiki kinawafikiaje wafugaji wote nchini? Tanzania ni kubwa, ngazi ya uongozi, mnawafikiaje wafugaji wote hapa nchini? Ndugu mwandishi wa habari, nikwambie sisi kwenye chama chetu tuna uongozi kuanzia ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya kanda. Na sasa tunakwenda kufanya mabadiliko makubwa kwenye katiba yetu. Tumeona kwamba tuwe na uongozi pia kwenye ngazi ya mkoa, ambapo mpaka mimi nimechaguliwa mwaka jana mwezi wa 4 tarehe 8. Mpaka hivi tunapoongea nimeshafika zaidi ya wilaya 95 kati ya wilaya 184. Mpaka kufikia mwezi wa 10 nitakuwa nimeshatembea maeneo yote, na tunafika maeneo yote na kufanya vikao na wafugaji kuhakikisha kwamba wafugaji wanafuga ufugaji wa kisasa, wafugaji wasiingize ng'ombe kwenye national park, wafugaji wasiingize mifugo kwenye maeneo ya kilimo ya mashamba ya wakulima, kwa sababu hata ukiangalia sisi tunatoka kule kanda ya Ziwa. Mimi ni mkulima na ni mfugaji. Kwa maana hiyo tuna kila sababu ya kuweza kufanya hivyo. Na ndugu mwandishi wa habari, nikwambie sisi chama chetu sasa tuko vizuri sana. Tunafanya kazi muda wote, usiku na mchana pale panapobidi. Na mimi waliponichagua niliwaambia mimi ni kijana na miaka 48. Hata mkinipigia simu saa 9 mimi naamka tu naondoka. Sina kizuizi chochote kile. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, nikwambia kwamba sisi kazi inafanyika kweli kweli, sio kawaida. Mwenyekiti, mimi nakushukuru sana. Tukiwa tunaelekea ukingoni, mwenyekiti, hebu tuambie katika kipindi cha uongozi wako wanachama wanajivuniaje kuwa na wewe? Kwanza wanachama wanajivunia, wananufaika sana na uongozi wangu, kwa sababu zamani kwanza wafugaji walikuwa wanatumia kadi za karatasi. Sasa hivi tunatumia kadi za electronic. Lakini tumehakikisha kwamba tunafungua ofisi zetu katika maeneo mbalimbali, kwenye kanda, kwenye wilaya. Ukienda sasa hivi kule Handeni, kule Tanga, kule wilaya ya Kilindi tuna ofisi zetu za chama cha ufugaji. Ukienda kule Rukwa tuna ofisi yetu ya kanda kule. Ukienda kule kanda ya Ziwa tuna ofisi zetu kule Geita, tuna ofisi zetu kila mahala. Yaani chama sasa wananufaika sana na uongozi huu wa kwangu, ambao sasa mimi ni awamu ya 6. Kwa hiyo na mimi kazi inafanyika kubwa sana, na niwahakikishie wafugaji kwamba mimi nitaendelea kuwa bega kwa bega na wao, na yale mahitaji yote ambayo yanahitajika yatafikiwa. Na kazi kubwa ambayo mimi nimefanya ni kuunganisha chama na serikali, kwa sababu ukianzisha chama cha wanaharakati kupingana na serikali utawaingiza wafugaji kwenye migogoro. Na mimi nilipoingia tu nikawaambia wafugaji kwamba mimi niko hapa kwa ajili ya kuunganisha nyinyi na serikali ili tuwe na sauti ya pamoja, kwa sababu tuna wizara yetu ya mifugo pale. Ile wizara inafanya kazi na wafugaji. Kwa maana hiyo sisi tunafanya nao kazi vizuri, na ukiangalia waziri wetu aliyeingia mpya na naibu wake pamoja na katibu mkuu Shemdoe na management yote ya wizara, na ukiangalia pia mimi nilibahatika kupata nafasi pale. Mimi ni mjumbe wa bodi ya ukurugenzi wa ranchi za taifa. Kwa hiyo hata wafugaji sasa wananufaika na kupata mashamba. Zamani wafugaji wa asili walikuwa hawapati hata mashamba ya serikali. Ukaangalia serikali tuna ranchi 15 katika nchi hii. Sasa wafugaji wetu kwa nini walikuwa hawapati mashamba? Tulikuwa hatuna wawakilishi mure. Lakini mimi toka nilipoingia toka leo na mwaka 1.5 zaidi ya wafugaji zaidi ya 8 wa asili tayari nao wameshapata mashamba ya kufugia ng'ombe. Na juzi mkurugenzi wa uzalishaji kutoka kule ranchi za taifa nako ndugu yangu Bwire aliwachukua wafugaji wa Karambo wa asili na wafugaji kutoka mkoa wa Mbeya wilaya ya Mbarali, wamepeleka kujifunza Kagera wenzetu wanafanya nini, na wamekwenda na wameshukuru kweli. Kwa kweli wafugaji wananishukuru, na mimi nawaambia, na mimi naomba niwe na afya njema ili muweze kunufaika, kwa sababu wenzangu wote waliokwisha pita hakuna mfugaji yoyote aliyoombewa hata shamba ili kuweza kufuga kisasa zaidi. Na ukiangalia kuna wafugaji wana ng'ombe 20,000, wafugaji wanamiliki ng'ombe 30,000, kuna wafugaji wanamiliki paka ng'ombe 10,000. Yaani mfugaji wa mwisho anaweza kuwa na ng'ombe hata 500, lakini hana nafasi ya kupata mashamba. Watu yale mashamba ya serikali yalikuwa yakitangazwa, mtu anakuja na kitabu kubwa hivi anakuja kuitapeli serikali kwamba mkinipa shamba mimi nitafanya hivi nitafanya hivi, lakini mfugaji ambaye ana ng'ombe 10,000 ana ng'ombe 20,000 anaachwa. Lakini nimeweza kujenga hoja kwa serikali kwenye bodi, tuwapeni wafugaji hao ambao wana mtaji
hilo wakawekeze. Na kweli kupitia mkurugenzi wetu wa NARCO ndugu yangu Mohamed pamoja na mwenyekiti wetu Aziz, kwa kweli kazi inayofanyika ni kubwa, na wafugaji wanakwenda kupata mashamba ili kuwekeza kwenye mashamba ya serikali na wanalipa kodi vizuri sana. Mwenyekiti, asante sana kwa maelezo haya mazuri. Mimi natamani kufahamu ili uwe mwanachama wa chama cha wafugaji paswa uwe na kiasi gani cha mifugo, au kuna sheria gani ambazo mwanachama anatakiwa awe ametimiza kuweza kujiunga na chama hiki cha wafugaji Tanzania? Mfugaji ni hata ukiwa na ng'ombe moja ni mfugaji, kwa sababu ng'ombe ni ng'ombe tu. Na ili uweze kuwa mwanachama unakuja kuomba maombi, jamani, unakuja kusema jamani, mimi ni mfugaji, naomba nipate fomu ya kujaza kujiunga na chama hiki ili niwe mwanachama kwa sababu ni mfugaji. Na ukiangalia toka nilipoingia mpaka sasa hivi tumeweza kuwasajili wafugaji kidijitali. Tunatarajia kusajili wafugaji zaidi ya milioni 4, lakini mpaka hivi sasa tunapoongea tumeshasajili wafugaji zaidi ya 22,000 na kidogo. Kwa maana hiyo kazi ya usajili unakwenda vizuri, na nina imani kubwa wale wafugaji wote wanaohitaji kusajiliwa kwenye chama waje tu, sisi tutawasajili. Asante mwenyekiti. Mwenyekiti, hebu nielezee ni ufugaji wa namna gani? Ni ng'ombe tu au naweza nikawa na mbuzi wangu, naweza nikawa na kuku na bata na mimi nikajiita mfugaji nikajiunga kwenye chama chenu? Kwa sababu wanyama watembeao kama mbuzi, kuku, kondoo, hawa ni wanyama, ni mifugo. Na ukiangalia Wizara ya Mifugo inasimamia kuanzia nguruwe, lakini sisi hatuko kwenye chama cha nguruwe, kuna chama cha nguruwe. Sisi kuanzia mbuzi, ng'ombe, kondoo, kuku na kuendelea, hiki hao ni wanyama wafugao. Lakini pia kuna chama cha wanaofuga kuku. Sisi ni kuanzia mbuzi, kondoo na ng'ombe, sisi ndio tunaomiliki ng'ombe. Kwa hiyo mama, na hata kama wewe kama ni mfugaji, tunakaribisha sana kwenye chama chetu. Chama hiki sasa kina maono makubwa. Na ukiangalia pale ofisini kwangu nina wataalamu. Mimi naibu katibu mkuu ambaye ni msaidizi wangu ana degree 2. Chama hiki sio cha kawaida. Na katibu mkuu naye ana form 4, naye ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo chama hiki na wanasheria tunao wazuri waliobobea. Kwa hiyo hata mimi mwenyekiti naye shule ipo ya kutosha. Kwa hiyo tunakwenda kuhakikisha wafugaji wetu wanafuga kisasa zaidi, kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ambayo tunatarajia kwa muda. Mwenyekiti, kwa haraka haraka unaweza ukatuelezea mpaka sasa chama kina idadi ya wanachama wangapi? Sasa hivi kama nilivyosema tuna wanachama zaidi ya 22,000 na tunatarajia, kwa sababu tumeweka malengo kwamba swala hili la usajili tufanye ndani ya miaka 3, na mpaka sasa hivi tunakwenda karibu miezi 9 mpaka 10, tuna wanachama zaidi ya 22,000. Lakini changamoto kubwa tuliyopata ni zile vishikwambi vya kusajilia. Tuna vishikwambi 80, ukiangalia tuna zaidi ya wilaya 184. Sasa changamoto tulionayo ni vishikwambi, lakini tunaendelea wakati mwingine kama bajeti yetu inaruhusu tunaongeza zile simu za kusajilia. Kwa hiyo nina imani kubwa ndani ya miaka 3 weka malengo yetu zaidi ya wafugaji milioni 4 na kidogo ambao tulikuwa tunatarajia kuwasajili, tutakuwa tumewafikia maeneo mbalimbali. Na ukiangalia wafugaji wengi wanafuga maeneo ya maporini, mpaka huku waliko tunawafuata na kufanya nao vikao na kuwaeleza umuhimu wa chama na kujisajili ili waweze kupata huduma mbalimbali ambazo zinahitajika. Kama unavyoona, kama nilivyosema kwamba wafugaji wengi sana wamepata mashamba. Tunakwenda kutoa chanjo ya mifugo kitaifa. Kwa tutafika kila mahala na tuhakikisha kwamba wafugaji wote watasajiliwa kwa wanachama wa chama cha wafugaji Tanzania, ili tuwe na sauti ya pamoja. Tunapoiomba serikali kwamba mtusaidie jambo fulani, tunasaidiwa kweli kweli, tunapeleka maombi maalum. Na ukiangalia sasa tunafanya kazi vizuri sana na serikali. Tukiwa na maombi maalum tunapeleka, na serikali kweli wanatusaidia sana. Kwa kweli wanatusaidia. Kwa hiyo na mimi nimwombe Mheshimiwa Waziri wetu wa Mifugo Mama Kijaji aendelee kuwa pamoja na nasi, kwa sababu kwa muda mfupi alivyoingia ameshafanya vikao zaidi ya 2 vya pamoja na wafugaji, kitu ambacho kilikuwa hakijawahi kutokea. Kwa maana hiyo wafugaji wamekuwa na mwitikio mkubwa sana kwenye chama chao, na sisi tuna imani kubwa tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba wafugaji wananufaika na chama chao. Mwenyekiti, asante sana kwa maelezo haya. Mwenyekiti, naamini sehemu yote ile ambayo ina mafanikio, changamoto lazima iwepo. Ni changamoto gani ambazo mnakumbana nazo chama cha wafugaji Tanzania? Changamoto haiwezi kukosekana. Changamoto ni nyingi. Kwa sababu ukiangalia hata wakati tulipotoka kwenye uchaguzi wenzangu niliwashinda, lakini nilipambana changamoto, vitisho vingi, mara nini mambo ni mengi. Kwa kweli, kwa sababu ni uchaguzi umeshakwisha,
nisiyarudie kusema kwa changamoto tunayopambana nayo ni kubwa, lakini kwa upande wa wafugaji wetu changamoto pia bado ni kubwa zaidi, kwa sababu kiangalia bado tunahitaji sana maeneo ya wafugaji yapimwe na kumilikishwa kwa wafugaji, lakini pia kutoa serikali shirikiana na chama cha wafugaji kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wafugaji. Hili jambo tusiachue sisi kama chama. Sisi chama hiki bado hakijao chama kikubwa sana, lakini serikali ihakikishe ishirikiane na sisi kuhakikisha kwamba tunaweka mipango dhabiti kwa ajili ya kuwasaidia wafugaji. Sawa. Mwenyekiti, asante sana kwa maelezo haya. Umetuelezea mambo mengi na ni mazuri. Umezungumzia swala la elimu hapa. Na hii ishu ya mipaka, hii ishu ya mambo ya malisho ndo mara nyingi huwa inakuwa ni kikwazo wafugaji na wakulima. Elimu inawafikia kuhusiana na masuala ya mipaka? Ndugu mwandishi wa habari, elimu inawafikia, na kama ulivyoona serikali ilivyojipanga kwa ajili ya kwenda kupima maeneo ya ufugaji. Kwa kweli tutakuwa tumekwenda kumaliza tatizo kubwa, kwa sababu yamekuwepo malalamiko mengi ambayo wafugaji walikuwa wanachunga mifugo yao, wanasema sisi tumeshtukia tu ng'ombe zetu zimesagwa kwenda kwenye hifadhi za taifa. Kwa hiyo tukienda kupima maeneo haya yote ya ufugaji, maeneo ya vijiji vyetu, kutambua hapa ni eneo la wakulima, hili eneo la wafugaji, hili eneo la maliasili, tutakuwa tumekwenda kumaliza changamoto hizo mbalimbali, ambacho hatutakuwa tena na migogoro aina yoyote kati ya wafugaji na wahifadhi, wafugaji na wakulima na watumiaji wengine wa ardhi. Sawa. Kama chama cha wafugaji kwa sasa, nyinyi mnatamani nini kifanyike ili kuweza kuendeleza sekta hii? Sisi tunatamani sana kuona maeneo ya wafugaji yanapimwa na kumilikishwa kwa wafugaji, lakini wafugaji waweze kupata mbegu bora za mifugo, wafugaji wapate mbegu za kutosha za malisho ya mifugo. Kwa mfano sasa hivi wafugaji wameibuka sana kulima malisho ya mifugo, lakini kumekuwepo na changamoto mbegu za malisho zimekuwa changamoto kubwa sana. Kwa mfano juzi nilikuwa nawasiliana na mfugaji wangu mmoja, anasema paka imebidi aagize mbegu kutoka South Africa. Mwingine nimekwenda kule juzi, nilikuwa kule Mara, wengine wanaagiza kutoka nchi jirani ya Kenya. Kwa sababu ukiangalia kwenye mashamba yetu ya serikali malisho yamenunuliwa yote mpaka yameishi. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika kwa ajili ya kuelimisha wafugaji, lakini sisi pamoja na wizara tunafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuelimisha wafugaji wetu, na ndio maana unaona sasa hata migogoro imetulia. Huwezi kupata kesi ya kwamba ng'ombe zimekamatwa, huwezi kusikia tena kwamba ng'ombe zimevuruga kwenye mashamba. Yaani mitandao ya kijamii kwa kipindi cha miaka nyuma iliyopita, kila siku watu ni kuangalia habari za wafugaji na wakulima. Leo hamna. Hiyo kazi sisi ndio tumeweza kufanya. Kwa sababu mimi nimekwenda maeneo yote yaliyokuwa na changamoto. Nimekwenda Lindi, Liwale. Tumekwenda kule Ruvuma, tumekwenda paka na Mtumbo. Tumekwenda paka Mbinga huko. Tumeweza kwenda Morogoro, tumekwenda Kilosa, kila mahali yale maeneo yote yaliyokuwa na changamoto. Tumeweza kwenda Mbeya kuzungumza na wahifadhi, kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya ukamataji wa mifugo katika wilaya ya Mbarali. Tumezungumza na watu wa maliasili. Lakini sasa tumeweza kukaa vizuri na kuelimisha wafugaji kwamba wasiingize mifugo katika maeneo haya yaliyohifadhiwa. Sasa wafugaji waweze kwenda kufuga mifugo yao katika maeneo yaliyopangwa kwa ajili ya malisho. Na ndio maana nimekuambia mimi nilipoingia kwenye ile bodi ya NARICO, zaidi ya wafugaji wengi sana wameshaanza kumilikishwa mashamba na kuhakikisha kwamba wanafanya uwekezaji mzuri. Na sasa ukija wafugaji sasa wana mwitikio mkubwa sana kwa ajili ya kuomba mashamba. Zamani walikuwa hawapati, kwa sababu walikuwa wakitangaza haya mashamba, mtu anakuja kutoka Dar es Salaam na vitabu vikubwa hivi kwamba mimi mkinipa shamba nitafanya hivi na hivi na hivi, kwenda kuomba hela kwenye mabenki, kutapeli mabenki. Lakini sisi wafugaji tuna ng'ombe, tupea mashamba tuwekeze. Na ndio maana sasa wafugaji wamejitokeza kweli. Ukiangalia kwenye mashamba, maombi makubwa yaliyopo sasa ni ya wafugaji wenyewe halisia kabisa. Na tuna imani kubwa ndani ya miaka 5 ijayo ya Dr. Samia, wafugaji kwa kweli watakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya mifugo. Na tuna imani na sasa tunapokwenda kutoa chanjo ya mifugo, kwa kweli wafugaji watakuwa na maisha mazuri sana kuliko kipindi kingine kilichopita. Mwenyekiti, asante sana. Mwenyekiti, nafahamu unajua kwamba kwa sasa ni kipindi cha bunge la bajeti. Sasa tukiwa tunaelekea kwenye bajeti ya Wizara ya Mifugo, kama chama mlikuwa mnatamani serikali ifanye nini kwa ajili yenu? Mimi nilikuwa natamani serikali kwenye kipindi hiki cha bunge la bajeti ambayo sasa ni la salama, waongeze fedha nyingi kwenye kupima maeneo ya ufugaji, kuwekeza kwenye upimaji ya maeneo ya malisho ya mifugo, kuwekeza kwenye miundombinu ya mifugo hasa kwenye kilimo cha majani, kuweka fedha nyingi kwenye upande wa pembejeo, kuwekeza fedha nyingi kwenye upande wa mbegu bora za mifugo. Kwa kweli tukipata hiyo budget ambayo
itakuwa ni kubwa kidogo, lakini mimi nishauri serikali kwa wakati mwingine. Sisi ukiondoa wizara ya madini, ukiondoa wizara ya mali asili na utalii, wizara nyingine inayoongeza pesa nyingi sana ni sisi wafugaji. Sisi wafugaji kuanzia mwezi wa Januari mpaka wa 12 ni mavuno kukusanya pesa. Lakini ukienda kwenye sekta zingine huwa kuna season. Sisi hatuna season. Ng'ombe zinauzwa kila siku na zinachinjwa kila siku. Kitu kinachotakiwa ni kuongeza bajeti kubwa kuhakikisha hiyo wizara inakwenda kusimama. Na ndio maana nilikuwa nasema Rais Samia ametusaidia sana. Sisi vijana wa kifugaji wakisoma zaidi, waishauri serikali kwamba wizara hii ni wizara mtambuka. Lakini unaangalia watu wengine wanazarau mifugo. Sasa kama tukizarau mifugo, sisi wengi hatuwezi kuwekeza kwenye petrol station. Au wote tujenge mahoteli. Au wote twende tukalime. Sasa tukilima wote au tukawekeza kwenye masheri, nyama tutatoa wapi? Na ukiangalia mimi natoka kule mahoteli makubwa yaliyoko kwenye mbuga ya hifadhi ya taifa ya Serengeti, nyama zinatoka South Africa na Botswana, wakati sisi tuna ng'ombe. Ukiuliza wanasema mifugo yetu haiko vizuri. Sasa tunakwenda kuchanja ng'ombe. Haya mazao yote yatapatikana kutoka ndani ya nchi. Kwa hiyo nina imani kubwa serikali ikiwekeza bajeti mzuri kwenye wizara ya mifugo, wizara hii itafanya kazi nzuri. Wakati mwingine wanasema sijui bajeti ni 7%, tunaingiza 7.2. Kwa nini? Wakati mifugo kila siku, leo ukienda sasa hivi ni msimu, ng'ombe zinakwenda Kenya. Ukienda customs rally pale, lori 45 zinavuka kila siku, zinapakia ng'ombe 60. Sasa kupiga lori 45 kwa siku zinavuka kwenda Kenya. Na watu wa Kenya wanakwenda kuchinja ng'ombe zetu, wanasafirisha kupeleka Ulaya, wanasema wanaandika made in Kenya. Sasa tunahitaji na sisi sasa tupate bajeti ya kutosha ili tuwekeze kwenye viwanda vya ndani, ili sasa mazao yanayotokana na mifugo yasafirishwe kutoka hapa ndani. Mimi nilikwenda Uganda nikaona. Tumesimama kwa muda mfupi tu. Nikaona makontena yanaletwa ya nyama kupakia kwenye ndege kwenda kwenye nchi za Kiarabu. Na ng'ombe nyingi ukiangalia zinazopakiwa kutoka kule zinatoka kwetu Bukoba. Ukiangalia nyama zinazopakiwa kutoka Kenya nyingi zinatoka mkoa wa Mara, Tabora, Shinyanga na maeneo mengine. Sasa tunahitaji kupata bajeti mzuri kwenye bajeti hii ili sekta hii ya mifugo iweze kufanya kazi vizuri. Mwenyekiti, asante sana kwa maelezo hayo. Umetuelezea kwa kina zaidi, lakini ili tufikie hapo sasa kuweza kufuga kibiashara kama chama, hebu tuelezee mna mikakati gani ya kuhakikisha basi mnawapa elimu hawa wafugaji waache kufuga kwa mazoea? Mwandishi, nikwambie kwamba mimi tu kwamba nilipoingia kwa muda mfupi tayari tumeingia agreement na benki ya CRDB. Wafugaji zaidi zamani walikuwa hawakopesheki. Sasa tunawaambia wafugaji, fugeni kibiashara. Wafugaji walikuwa wanasema hawakopesheki kwa sababu hawana mali isiyo hamishika. Hasa zamani ulikuwa unamkopesha mvuvi, sio kwamba na wakashifu wavuvi. Mtu anapewa bilioni 1 anaenda kutafuta kitu hakionekani kwenye maji, mtu ananua meli ya uvuvi. Lakini sisi una ng'ombe zinatembea hapa, lakini kupewa mkopo ilikuwa ni mbinde. Lakini kwa kipindi hiki cha miaka ya Dr. Samia Suluhu Hassan, wafugaji wamepata mikopo mikubwa, CRDB wametoa fedha nyingi, NMB wametoa fedha nyingi kwa wafugaji, na sasa wafugaji wanafuga kibiashara zaidi sana, sio kawaida. Mwenyekiti, mimi nakushukuru, muda wetu umekwisha. Kwa kumalizia, nini kauli yako kwa wafugaji sasa Tanzania tukiwa tunaelekea kuhitimisha? Mimi niombe tu wafugaji waiamini chama chao pamoja na wizara ya mifugo na serikali yao ili kusudi sasa tuendeni tukafanye kazi. Kazi inaendelea. Sawa, mwenyekiti, mimi nakushukuru sana, asante kwa muda wako. Mtazamaji, asante sana mtazamaji wa Channel 10. Mpaka kufikia hapa sisi tunakuwa tuna la ziada, na leo nilikuwa na mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania CCWT Bwana Mrida Mshota, ambaye tumezungumza naye takribani mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya mifugo nchini. Mpaka kufikia hapa mimi nakuwa sina la ziada. Mimi ni Roda Simba, na moja kwa moja narejesha matangazo haya hapo katika studio zetu zilizopo hapo jijini Dar es Salaam. Kwako Emmanuel Mwakapotela. Asante sana Roda Simba kwa mahojiano haya mazuri na mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania Mrida Mshota, ambapo amezungumza mambo mengi zaidi. Miongoni mwa mambo ambayo ameweza kuyazungumzia ni pamoja na chanjo ya mifugo ile ya kitaifa pamoja na utambuzi
wa mifugo, zoezi ambalo tutakwenda kufanya hivi karibuni, na litakuwa ni zoezi ambalo la kihistoria kwa sababu lilifanyika muda mrefu kidogo. Kwa hivi sasa tunakwenda kutambua mifugo yetu, lakini pia na mifugo yetu kuweza kupata chanjo. Lengo ni kwenda kujikinga kuikinga mifugo yetu na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza yakakumbwa na kusababisha mifugo yetu kupoteza maisha, lakini pia kukosa pia sifa ya kuwa kitoweo. Mtazamaji, basi mpaka hapa tumehitimisha katika sehemu ya pili. Ni kusi tuende kutazama channel chetu kilicho bora, lakini hivi sasa tutazame marudio ya Asubuhi Njema. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, nitarejea hapa na ndugu yangu Emily Lazarus katika upande wa kukutana na wahariri. Endelea kuwa nasi.